Na mtazamaji, utatulia radhi, tuende kwa taarifa nyingine ambapo usimamizi wa shule ya msingi ya Lavington sasa unaitaka Wizara ya Ardhi kuharakisha shughuli ya kutambua umiliki wa ardhi tata ekari 2.5 kati ya kampuni ya Kensom Holdings na shule hiyo. Kwa zaidi ya miaka 15 utata huo umeendelea licha ya tume ya ardhi kubatilisha hati ya Kensom Holdings na kusema ardhi hiyo ni ya shule ya msingi ya Lavington. Ni utata unaosubiria hatua kutoka kwa waziri wa ardhi Alice Wahome. Aliahidi kutoa mwelekeo mwezi wa Februari. Gatete Njoroge anatujuza zaidi. Somo la michezo kwa wanafunzi wa gredi ya 6 na 3 linaendelea katika shule ya msingi ya Lavington. Wanafunzi hawa wanapata fursa ya kufanyia somo kwenye nyasi bandia katika uwanja wa kisasa uliotengenezwa hivi majuzi. Usilojua ni kuwa eneo ambako uwanja huu upo ni ardhi ya utata kati ya shule hiyo na kampuni ya Kensom Holdings. Now the information I'm getting this morning is that there is a grabber who want to carve 2.5 acres from the school land in the middle of the school field. I've consulted with the teacher. The teacher doesn't know. The teacher is in Makueni. I don't know Makueni. Usimamizi wa shule unasema mwezi Januari mwaka huu, baada ya ujenzi wa uwanja wa kisasa na kampuni moja walioingia kandarasi nao, kampuni ya Kensom Holdings iliwatumia barua ya onyo, la sivyo washtakiwe kwa kosa la kuingia kwenye shamba lao. Hatuwezi fanya maendeleo yote. Kuna watu wafadhili wanataka kutusaidia kama shule, kwa hiyo shule ni ya umma. Lakini hawawezi kutusaidia bila kuona stakabadhi za shule ambayo inaonyesha hii shule ni ya umma. Tukuwe na title deed. Haya yote yakiendelea licha ya kuwepo kwa agizo la tume ya ardhi lililotupilia mbali hati miliki ya kampuni hiyo mwaka 2017. Agizo hilo lilifuatwa na barua kwa waziri wa ardhi Alice Wahome Septemba mwaka jana ikimtaka kutoa mwelekeo. I'm going to Lavington Primary and I'm planning for that. We are on the last stages of documentation because they requested the help of the cabinet secretary. So that is another land we are recovering. Kwa upande wao, kampuni ya Kensom inasisitiza ndio wamiliki halisi wa ardhi hiyo baada ya kulipa shilingi milioni 5 kwa serikali ya kaunti ya Nairobi mwaka 2007. County of Nairobi demarcated this property to all these people who are here. The school being one of them. My client are the beneficial owners of the said property. They are so confident that this is our property, and at the end of the day we will have our right, and if the school is doing ABCD, we will be compensated. Kwa sasa pande zote mbili zinasubiri mwelekeo kutoka kwa waziri Wahome. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen. Naam, so Dr. mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya Gatete